Naomba neema yako sasa ikashuke kwa kila mmoja anayesikia ujumbe huu, ukafanye mabadiliko, ukafanyike ni sehemu ya kuchukua hatua ya maisha mapya. Maana lipo neno ambalo umelikusudia kukumbusha kanisa lako, kulielekeza kanisa lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na nyamazisha nguvu za giza, kila mamlaka zilizo kinyume katika jina la Yesu Kristo. Bali naachilia neema yako iliyo kuu sasa ikatawale mwanzo wa neno hili na hata mwisho, katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nianze pia kuwashukuru waimbaji wote waliotuimbia siku ya leo. Wewe ambaye umepata nafasi ya kuhudumu leo madhabahuni pa Bwana, Mungu akubariki sana, na Mungu akukumbuke kwa huduma yako nzuri ambayo umeifanya. Maana tupo duniani kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ile utumishi wetu utapimwa wa kila mmoja kile alichofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni vizuri sana kutumika kwa uaminifu katika kila eneo ambalo Mungu amekupa nafasi uweze kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Na nikusi wewe pia ambaye bado hujapata eneo la kutumika. Kila mtu Mungu ameweka utumishi ndani yake. Uhakikishe una mahali unapotumika. Bwana Yesu asifiwe. Na unapopata mahali pa kutumika, utumike kwa uaminifu. Ipo taji na kupo kuteketea kwa kazi ya kila mtu. Bwana Yesu atusaidie. Lakini jambo la pili ni washukuru WWK. WWK imba wimbo mmoja ambao ndio ulikuwa ujumbe ambao Mungu amenipa. Unajua lilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Mchungaji wangu amenipigia nikiwa kwenye gari, kwenye daradara. Ninakuja Tandika. Bwana, leo ukawahudumie watakatifu wa Tandika magorofani. Sasa nikaanza kuwaza pale. Biblia ni kubwa na jumbe ni nyingi, lakini siku ya leo Roho Mtakatifu nataka kulikumbusha nini kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lina watu wengi, na zipo jumbe nyingi na wahubiri ni wengi. Kila siku Mungu anatoa ujumbe wake. Lakini nilivyomuuliza tu mimi nikakaa nikatulia. Nilikuwa maeneo ya nakaribia kufika pale Charami. Wakati nimetulia tu nimemwachia Roho wa Bwana, wakati nafika kwa Ziziari nikasikia mguso wa ndani. Kalikumbushe kanisa kuhusu jambo moja linaloitwa unyakuo. Na nilipofika hapa wamama Mungu awabariki wakaimba habari za unyakuo. Nikasema asante Yesu kwa sababu umekusudia hata hili. Wana nyimbo nyingi WWK najua nafahamu. Lakini Mungu akaanzia kwenye uimbaji atukumbushe kuhusu unyakuo. Naomba wenye watoto hakikisha mtoto ametulia ili kila mmoja aweze kusikiliza kwa makini. Sasa kwa sababu nimekwisha omba, naomba tufungue kitabu kile cha Wathesalonike sura ile ya 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 hadi wa 18. Tutasoma hayo, ndio yatakuwa maandiko ya msingi. Lakini maandiko mengine kwa wakati wako utasoma kitabu kile cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 25 mstari wa kwanza hadi wa 10. Utasoma hapo na maandiko mengine nitaendelea kukuongezea kadiri nitakavyokuwa ninakwenda. Naomba msomaji some vizuri kwa vituo, zingatia alama zote za uandishi. Alafu tutaenda. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 hadi wa 18. Anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo Mungu nao Kristo atafufuliwa kwanza. Kisha sisi tuliosalia tutanyakuliwa hao katika mawingu ili tumlaki, hivyo tutakuwa pamoja. Weke maiki vizuri. Nitarudi. Soma vizuri maana ni andiko moja tu. Wengine hao watasoma wenyewe kwa muda wao. Anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu,
nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Asante msomaji, naamini tumesikia vizuri maandiko hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyotangulia kusema kwamba Mungu amekusudia kulikumbusha kanisa leo juu ya habari za unyakuo. Maandiko yetu ya msingi ni kitabu hiki cha Wathesalonike sura ya 4, Thesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 hadi wa 18. Mwandishi wa kitabu hiki ni mtume Paulo, ndiye mwandishi wa kitabu hiki, na walengwa wa kwanza waliokusudiwa, waliopokea ujumbe huu wa mtumishi wa Mungu Paulo ni kanisa la Thesalonike. Kanisa la Thesalonike. Tunapozungumza kuhusu habari za Thesalonike, ni jina la mji kama inavyoitwa leo Dar es Salaam, inavyoitwa leo Sumbawanga. Kwa hiyo Thesalonike ulikuwa ni mji, na ulikuwa ni mji uliokuwa magharibi mwa mji wa Filipi. Paulo kama mtumishi wa Injili na wa Injili ya watu wa mataifa, katika umisheni wake akafika katika mji huu wa Thesalonike. Ulikuwa ni mji maarufu kwa nyakati hizo kama miji mingine mikubwa tunayoiona leo, lakini historia inaonyesha kwamba mji huu ulikuwa unakaliwa na Wayahudi wengi ambao walikuwa wametawanyika kwa kipindi hicho, na Wayahudi walikuwa wana nguvu. Waliokaa katika mji huu walikuwa na nguvu kwa sababu walikuwa ni wengi. Historia inaonyesha kwa wakati ule, kwa sensa ya wakati ule, ulikuwa una takribani ya watu 200,000. Kwa nyakati zile ukizungumza 200,000 ni mji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo kama mtumishi wa Injili akafika Thesalonike, akahubiri Injili ya Kristo na akafanikiwa kupanda kanisa katika mji wa Thesalonike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati amepanda kanisa katika mji huu wa Thesalonike, Wayahudi ndio walikuwa wapinzani wakuu wa Injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakamzonga sana Paulo, wakamzonga sana, wakamletea upinzani mkuu sana. Paulo akaamua kuondoka kutoka Thesalonike. Bwana Yesu asifiwe. Akaelekea sehemu nyingine kwa ajili ya huduma ya utumishi aliyokuwa nao. Bwana Yesu atusaidie. Sijui kuna mtu tunaenda naye pamoja. Historia inaonyesha kwamba Paulo hakukusudia kuondoka Thesalonike. Kwa sababu ya upinzani aliyokuwa anakabiliana nao, akaamua aondoke Thesalonike na akawa ameenda sehemu nyingine kwa ajili ya kupeleka Injili. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba, historia inaonyesha kwamba aliacha kanisa la Thesalonike likiwa kanisa changa, lilikuwa halijafikisha hata miezi 6. Paulo akawa amepata kanisa, amepanda, ameacha watu. Sasa analazimika kuondoka ghafla. Akaondoka akaacha kanisa liko pale. Wakati huo akiwa na mwanafunzi wake, mtoto wake katika imani, Timotheo akapita katika kanisa la Thesalonike. Sasa anamletea Paulo ripoti kuhusiana na kanisa la Thesalonike, jinsi linavyoendelea. Bwana Yesu atusaidie. Sasa alipomfikishia ripoti ilikuwa ni ya furaha kwamba kanisa la Thesalonike, bali mji ule ulikuwa una mateso mengi kutoka kwa Wayahudi, lakini Wakristo waliomkiri Kristo kupitia huduma ya Paulo pale Thesalonike hawakumwacha Kristo Yesu. Waliendelea na ustahimilivu wao na uvumilivu wao katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anamletea Paulo hii, lakini katika mambo mengi aliyomletea
Paulo anafurahishwa na kwamba wanaendelea na imani. Ndipo sasa Paulo anaandika waraka huu kwa Watesalonike, waraka wa kwanza, yani barua kwa kanisa la Tesalonike, likiwa limebeba ujumbe wa mambo kadhaa, lakini mambo matatu ya msingi ambayo aliwaandikia. Ukisoma huo waraka wa Watesalonike wa kwanza, jambo la kwanza ilikuwa ni furaha ya Paulo, ilikuwa ni furaha ya mtume Paulo, jinsi alivyosikia kwa masikio yake kutoka kwa Timotheo kwamba watu wako uliowaacha pale Tesalonike bado wanaendelea na imani uliowaachia. Bwana Yesu asifiwe. Paulo kama baba wa kiroho alikuwa na furaha kuu, kwa sababu watu wale walikuwa moyoni mwa Paulo, kwa sababu ni watoto wake wa imani. Kwa hiyo aliposikia kwamba wanaendelea vizuri, Paulo akafurahi. Kwa hiyo mwanzoni mwa kitabu cha waraka wa Watesalonike utaona kuna furaha ya Paulo kuhusiana na kanisa la Tesalonike. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji yoyote wa kweli anafurahi anapowaona watoto wake wa kiroho wanaendelea vizuri katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa Paulo anaanza na furaha. Lakini jambo la pili, akakazia mambo ya msingi ambayo yalionekana kwa Wakristo hawa wachanga ambao bado walikuwa hawajaijua njia ya Kristo vizuri. Paulo anakazia, ukisoma hicho kitabu chote cha Watesalonike utakutana na mambo haya. Lakini jambo la kwanza, anakazia habari ya utakatifu na uchaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akiwaambia kwamba wadumu katika utakatifu, maana ndiyo sifa pekee ya kutembea na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine ni uchaji wa Mungu. Uchaji wa Mungu, kumcha Mungu. Tunapozungumzia kumcha Mungu, maana yake Biblia inasema kumcha Mungu ni kujitenga na uovu na kuchukia mabaya. Kwa hiyo Paulo kanisa hili anawaambia, nisikilizeni watoto wangu, mimi niliondoka ghafla, lakini bado mko moyoni mwangu. Zingatieni mambo haya, jitunzeni maisha yenu katika utakatifu, mcheni Mungu. Maana yake epukeni uovu, msigushe uovu, ili muendelee vizuri katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la tatu lilikuwa ni kufafanua baadhi ya mambo katika imani. Kumbuka kanisa hili lilikuwa changa. Bwana Yesu atusaidie. Mtu anapookoka hajajua vizuri njia ya Kristo. Tunajua sisi tulivyookoka, ulivyoanza. Wakati mwingine mimi nilipookoka nilishangaa. Nimeokoka, naingia kwenye maombi, mimi nimezoea kwenye dini, nina mambo mawili yamekwisha isha. Kwa hiyo nimenyamaza. Ninaona wengine wanaendelea kunena, wanazungumza na lugha ambazo sizielewi. Masaa linaisha, saa la pili, nabaki kujiuliza, hawa watu maneno haya wanayatoa wapi? Nani anayaweka ndani mwao? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu ambaye ni mchanga, ameokoka, amemaliza kuokoka, ana mambo mengi, bado hana mizizi katika Kristo. Kwa hiyo Paulo anatumia nafasi hii kuandikia Watesalonike, akifafanua mambo yaliyokuwa yakiwachanganya, mambo yaliyokuwa yakichanganya kanisa la Tesalonike. Na jambo lililo kubwa ndilo ambalo tunaenda kujifunza leo, juu ya unyakuo. Watu wa Tesalonike, inaonekana Paulo alikuwa amewagusia, na wale waliobaki pale wakiwafundisha waliwagusia habari ya unyakuo, lakini bado walikuwa wanahitaji msingi mzuri, wanahitaji kuimarishwa juu ya neno hili unyakuo. Litakuwaje? Litatokeaje? Mambo haya yatakuwaje? Ilifikia hatua katika kanisa hili la Tesalonike watu wakawa wanachanganyikiwa sasa kuhusiana na jambo hili la unyakuo. Sasa tunanyakuliwa ya kwamba Yesu atarudi. Sasa vipi kuhusu waliokufa? Maana kuna wengine walikuwa wamekufa katika Kristo kwenye kanisa hili la Tesalonike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanajiuliza mambo mengi. Huu unyakuo utatokeaje? Yesu atarudi heti kutuchukua, na waliokufa wako makaburini, itakuwaje? Bwana Yesu atusaidie. Sasa Paulo anatumia nafasi hii kuandika na kufafanua katika kitabu hiki cha Watesalonike juu ya habari ya unyakuo, ambao sio tu kwa kanisa la Tesalonike, ni muhimu pia na sisi kufahamu jambo hili kwa kina. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi lazima tufahamu, hayajaandikwa haya kwa Watesalonike tu,
hata leo tunahitaji kuyajua vizuri ili yatusaidie kwenye maisha yetu ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapozungumzia unyakuo, neno unyakuo ni neno la Kiswahili. Unyakuo ni neno la Kiswahili, lakini asili yake sio Kiswahili. Ni neno lililotoka kwenye lugha nyingine. Sisi tulipotafsiri huku tukapata neno unyakuo. Kwa hiyo ni neno lenye asili ya Kilatini. Maana yake kwenye Kilatini linasomeka raptu, raptu, raptu. Maana yake kunyakuliwa, kukichukua kitu ghafla kwenda juu, kwa Kilatini, au kutwaliwa. Sisi tulivyotafsiri kwa lugha yetu ya Kiswahili tukapata unyakuo. Na kwa Kiyunani neno hili linatamkwa harpazo, likiwa na tafsiri ile ile, kutwaliwa au kukinyakua kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo anaandika, lakini kabla sijaenda mbali, kwa nini unyakuo? Umewahi kujiuliza? Yesu alisema katika Injili ya Yohana sura ya 14 ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, ninakwenda kuwaandalia makao, nikisha kuandaa nitakuja niwachukue. Sasa kwa nini unyakuo? Umewahi kujiuliza hivyo? Wakati mwingine tunaweza kufikiria kufa, lakini kuna tukio karibuni hapa ambalo linaweza kutokea wakati wowote. Linaweza kutokea wakati wowote. Kwa nini unyakuo? Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10. Msomaji, naomba hapa unisomee, maana ni pa muhimu, alafu nitakwenda haraka. Ufunuo 3 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, ndio mimi nami nitakulinda, utoke katika saa ya kuharibiwa, nasikiliza, iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusudi kubwa la unyakuo kwa mujibu wa maandiko hayo ni kuwatoa watakatifu katika kipindi cha dhiki kuu. Maana baada ya kanisa kutwaliwa, kinachofuatia ni dhiki kuu, ambayo Biblia imeita majina mengi: tabu ya Yakobo, siku ya Bwana, siku ya giza, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo lengo la watu kunyakuliwa, kanisa kunyakuliwa, ni kututoa watakatifu katika dhiki kuu, kwenye tabu inayokuja katika ulimwengu huu. Ndiyo maana kuna unyakuo. Kwa nini? Tunao ushahidi mwingi wa kibibilia unaothibitisha kwamba mwenye haki hawezi kuhukumiwa na mkosaji pamoja. Ndiyo maana wakati wa Nuhu, kabla gharika haijashuka, Mungu anamchagua Nuhu. Lengo ilikuwa ni kumtoa Nuhu kwenye maangamivu. Kwa hiyo unyakuo upo kwa ajili ya kuwatoa watakatifu watoke duniani kabla Mungu ajamimina ghadhabu ya kutisha katika ulimwengu huu. Ndiyo maana tuna unyakuo. Ndiyo maana upo unyakuo, kuwatoa watakatifu katika saa ya kujaribiwa, kama alivyosoma msomaji pale. Sasa watumishi wa Mungu, unyakuo ni moja ya tumaini kuu kwa Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Ndio maana Paulo anapoandikia Wathesalonike alijua kwamba wanateswa na Wayahudi, lakini mstari ule wa 18 kwenye sura hiyo ya 4 ukisoma, anawaambia Wathesalonike, basi farijianeni kwa jambo hili, ya kwamba ingawa tunapitia katika mateso, lakini yapo mateso yanayokuja ambayo sisi hatutahusika nayo. Kwa unyakuo ni mojawapo ya tumaini lenye furaha kwa Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Na kanisa la kwanza lilipofundisha jambo hili, watu walikuwa na furaha ya kwamba ingawa leo tunateseka, lakini ipo tabu inayokuja, sisi hatutahusika na tabu hiyo. Bwana Yesu atusaidie. Kwa ni jambo la msingi sana unyakuo, kulifahamu na mambo ambayo unatakiwa kuyafahamu kuhusiana unyakuo. Kwa hiyo ndilo tumaini la imani. Sasa nilisema kwamba kanisa la Thesalonike lilipata shida.
kwa sababu halikuwa na mafundisho ya msingi. Sasa Paulo anafafanua jinsi unyakuo utakavyotokea na mambo mengine ambayo nitakupa. Walijiuliza maswali, sasa itakuwaje? Wengine wamekwisha kufa katika Kristo, wamekwisha lala, sasa hawa watanyakuliwaje? Ndio naona Paulo anasema hivi. Nikupe ufafanuzi, utaupata hapa, lakini mimi nataka nikupe. Kabla ya unyakuo, Kristo Yesu atashuka kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na atakaposhuka wakati wa unyakuo, kurudi kwa Yesu, Yesu hatafika duniani, atakomea mawinguni na watakatifu watanyakuliwa. Kwa hiyo kabla ya watu walio hai, maana kuna makundi mawili ya watu, kuna ambao wamekufa katika Kristo. Paulo anasema msiwe na wasiwasi juu yenu nyinyi na hata juu ya waliokufa. Kristo atakaposhuka, waliokufa watafufuliwa kwanza. Maana yake makaburi yatawatoa wale waliokufa katika Kristo, watafufuliwa, lakini hawatatutangulia kumlaki Kristo. Wakati tukio hilo linafanyika, na waaminifu katika Kristo walio hai duniani watabadilishwa miili yao na kuvaa miili mipya isiyoharibika. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo litakuwa ni jambo la ghafla, halitachukua muda mrefu kama umeme. Waliokufa watafufuka na walio hai watabadilishwa, ili wapate miili mipya itakayoweza kustahimili starehe za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maana miili hii tuliyo nayo haiwezi kustahimili mambo ya mbinguni. Basi wale waliokufa na walio hai waliobadilishwa miili watakutana pamoja hewani kwa ajili ya kwenda kumlaki Bwana, na pamoja watakuwa na Kristo na watamlaki, na wote watakuwa naye kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo anawaambia Wathesaloniki kwamba ndivyo itakavyokuwa, ndivyo itakavyotokea. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo mambo hayo yatakuwa hivyo, akaweka msingi huu. Lakini yapo mambo ya msingi tunayotakiwa kuyafahamu kuhusu tukio la unyakuo. Nimesema tunaweza kutafakari juu ya kufa, tunaweza kutafakari juu ya mambo mengi, lakini umewahi kutafakari juu ya unyakuo? Maana ni jambo litakalotokea ghafla, wakati wowote. Wakati Yesu anatoa dalili za kurudi, Mathayo 24, zile dalili hazikuwa ni dalili kwa ajili ya kuja kwa Yesu kwa tukio hili la unyakuo, lakini ni dalili za kuonyesha nyakati za mwisho. Kwa hiyo tukio la unyakuo halitakuwa na dalili kwamba sasa kesho Yesu anakuja kutunyakua. Zile dalili ziliwekwa kwa ajili ya kuwatambulisha watakatifu kwamba nyakati na majira, jambo lolote linaweza kutokea kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unyakuo ni jambo litakalotokea ghafla. Mimi na wewe hatujui, itakuwa ni usiku. Unajua, kikao na tafakari itakuwa ni ajabu sana. Hebu tafakari kwa dereva anayeendesha daradara. Siku hiyo unatoka Mbagara, mimi sijui, unakuja Temeke. Yesu amekuja ni mchana, ni usiku, alafu dereva ameokoka. Biblia imesema si atanyakuliwa kama alikuwa ni mwaminifu. Atanyakuliwa. Sasa itatokea ajali, mimi sijui, sitaki kusema hivi. Utakuwa wapi mimi na wewe? Utakuwa unauza nyanya, wateja wanashangaa haupo. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa darasani, haijulikani. Utakuwa umelala, haijulikani. Lakini msingi wa mafundisho unatufundisha Yesu atarudi na itakuwa ghafla. Sasa nataka tuangalie mambo makubwa mawili ambayo ni ya msingi ya kutusaidia katika imani juu ya unyakuo. Jambo la kwanza, nataka tuangalie
sababu zitakazofanya Wakristo wengi wasinyakuliwe siku hiyo. Yesu amerudi. Wengine watakuwa wanafunga ndoa, born again watakuwa huwa wanaimba wimbo huo. Wengine watafunga ndoa, siku hiyo wanafunga ndoa, Yesu anakuja. Hayo yote hayataangaliwa. Wengine ndio watakuwa naapishwa kuingia ikulu, Yesu yeye anarudi. Kwa hiyo atakuta kila kitu kinaendelea. Ndio umeajiriwa, hata mshahara hujapata, Yesu anarudi. Kwa hiyo hataangalia kwamba upokee mshahara, hapana, atarudi Yesu. Sasa unyakuo ni jambo la msingi mno la kututafakarisha kama Wakristo tuliozaliwa mara ya pili, kwamba je, Yesu atakaporudi atanikuta kwenye mazingira ya utayari wa kunyakuliwa? Maana sio kila mtu atanyakuliwa siku hiyo. Makanisa yatakuwa na watu wengi wanaoabudu, wanaomkiri Yesu kuwa ni Bwana, lakini jambo la kushangaza, Biblia imesema ya kwamba ni wachache watanyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka ushuhuda wa baba yetu wakati akiwa hai, mzee Kameta. Aliambiwa na nabii mmoja, Bwana ameniambia mzee Kameta, kama Yesu atarudi leo, kanisa lako nalochunga wanakwenda watu 40. Huo ni uthibitisho kwamba sio wote watanyakuliwa. Sasa nini kifanyike? Sasa ujumbe una mambo mawili: sababu zitakazofanya watu wasinyakuliwe, na nini cha kufanya kwenye maisha ya Ukristo ili Yesu atakaporudi ghafla akukute uko tayari. Maana hili ndilo tumaini la msingi la imani tulilo nalo. Maana baada ya unyakuo kinachofuatia ni dhiki kuu. Inaitwa dhiki kuu kwa nini? Kwa sababu matukio yote yatakayotendeka katika dhiki kuu yamewahi kuwapo duniani, lakini yatakuwa yamezidishwa ukali na nguvu haijawahi kutokea. Wasomaji wa Biblia wa Sabato walikuwa wanatupa tabu sana. Mimi kule kwetu ndio waliokuwa watu wameokoka nyakati hizo. Wa Sabato ndio tulikuwa tunajua watu wa Mungu. Sisi wengine kwenye dini huku Romani huku wapi. Kwa walipokuwa wanakuja wanatufundisha, walikuwa wanatufundisha matukio yale ya kitabu cha Ufunuo, ya kwamba siku hiyo itakuwepo mvua. Siku hizo itakuwepo mvua ya mawe. Jiwe moja lina uzito wa kilo 50, mfuko wa simenti. Na ni kweli ipo, si uongo. Ni kweli ipo. Kwa mvua ya mawe imewahi kunyesha, lakini mvua ya mawe itakayonyesha wakati huo itakuwa haijawahi kutokea toka Mungu alipofanya mbingu na ardhi. Sasa mimi na wewe tutakuwa wapi? Jambo la msingi la kuzingatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulipokuwa tunafikiria hivyo, sasa mimi nikawa na wazo, huyu Mungu ametuumba kufanya nini? Sasa hilo jiwe, nasema tajificha ndani hilo jiwe, na yatakuwa ni mengi. Ule mfuko wa simenti nikifanya vibarua nikiunyanyua, nakumbuka wa Sabato walivyokuwa wanatuambia kwamba kuna mvua ya mawe itakuja siku za mwisho, uzito wake ndio mfuko wa simenti. Sasa yakinipiga mawili nitaishi kweli? Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo walikuwa wanatupa shida, nashindwa kulala, nasema heri nisingezaliwa. Sasa Mungu huyu nifanyeje? Mvua ya mawe itakuja. Yaani mambo mengi ya kutisha wakawa wanatuambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yalikuwa ni ya kweli. Kosa walilokuwa wanalifanya ni kuanza na vitisho kabla ya kueleza upendo wa Yesu. Unapokwenda kumweleza mtu wokovu, hukumu inakuwa mwisho. Usianze kufika Bwana wewe motoni. Tunaanza kumweleza upendo wa Kristo, alafu ndio tutamwambia sasa madhara ya kukataa upendo wa Kristo ni nini. Sasa wao walikuwa waji hivyo, walikuwa wanaanza na hukumu tu ya kutisha. Mapigo yatakayokuwepo, zitakuja nzige zina sumu kali. Sumu hiyo inazidi ya nyoka, zitakung'ata. Yaani sasa unabaki kuchanganyikiwa, huyu Mungu ni katili wa ajabu. Tufanyeje? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nienda haraka sababu zitakazofanya watu wengi wasinyakuliwe. Moja, maisha ya uvuguvugu. Maisha ya uvuguvugu. Tunajua vuguvugu. Wamama pale nyumbani wenye watoto wadogo, mewahi kumwambia mfanyakazi, chemsha maji ya kuoga ya mtoto ila yawe ya uvuguvugu. Maana yake si ya moto, si ya baridi, yako katikati. Kwa Yesu atakaporudi
atakuta Wakristo wengi wanaishi maisha ya uvuguvugu. Wakati Yesu analiambia kanisa kanisa la lilikuwa ni kanisa hujaniangalie vizuri hapa. Dhani ni mojawapo ya makanisa yale 7. Yesu analiambia Ufunuo sura ya 3 mstari wa 15 wa 16. Naomba usisome. Muda twende na muda. Anawaambia, najua huu baridi si baridi wala moto. Nitakutapika kutoka kwenye kinywa changu. Kwa hiyo wengi watabaki siku hiyo kwa sababu maisha yao wamechagua kuwa vuguvugu. Mtu mmoja akasema hawana ugomvi na shetani, hawana ugomvi na Mungu. Amechagua kuwa katikati. Duniani yumo, kwa Yesu anataka yupo katikati, anacheza tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu analiambia kanisa lile ya kwamba ni heri uchague kimoja, moto au baridi. Kama unataka kumwona Yesu, chagua kuwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kutumika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Chagua moja ambalo unaona litakufaa. Kama ni kuwa baridi, maana yake uponde mambo yote ya duniani, ili utakapohukumiwa siku ile, basi ujue kwamba ninaungua lakini nilifaidi. Yesu analiambia kanisa hili, Mkristo atakiwi kuwa vuguvugu. Sasa matokeo ya uvuguvugu yanaleta kupoa kiroho. Mtu anapokuwa vuguvugu, matokeo yake huwa ni kupoa kiroho, na wakati mwingine kufa kabisa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu atakaporudi, Roho Mtakatifu atakaponyakua kanisa, ananyakua walio moto, walioamua kumtumikia Kristo kwa mioyo yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuomba, walioamua kuomba kweli kweli. Kama ni kuishi maisha matakatifu, walioamua kuishi maisha matakatifu, walioamua kumuishia Kristo kweli kweli. Hao ndio watakaonyakuliwa siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la kushangaza, Kristo Yesu atakuta wengi maisha ya uvuguvugu yanatawala maisha yao. Kwa hiyo wengi wataachwa. Ndipo Yesu anasema, mmoja amelala na mke wake, anauliza mke wangu yuko wapi? Haonekani. Yeye amebaki. Anakwenda kwenye chumba cha watoto, anakuta watoto wameondoka. Wale waliokuwa vizuri, wengine wamebaki. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mpendwa, nataka nikushii katika maisha ya Ukristo, ili uwe salama, chagua kuwa moto. Hiyo ndio sifa ya mtu kunyakuliwa kwenda na Kristo siku ile. Na ili uwe moto, ni utumishi wako. Lazima uhakikishe kwamba mambo yote yanayohusu utumishi lazima uwepo. Kanisa la leo tunakwepa maombi, lakini maombi ndio yanaleta joto ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi watakuwa baridi, na kwa sababu hiyo, kama Yesu alivyowaambia watu hawa, nitakutapika kutoka kinywani mwangu, wengi watakuta wanalia. Na sasa itakuja dhiki kuu. Na dhiki kuu itakapokuja, matukio yale yatakuwa adhabu zile zitakuwa zinaletwa na watu wawili, Mungu pamoja na shetani. Shetani naye atakuwa anashughulikia. Kwa nini umebaki? Leo tuna neema ya kuokoka, ya kusaidiwa. Wakati huo sasa, damu yako ndio itakayokuokoa wewe mwenyewe. Ukubali kufa ili umuone Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri, watumishi wa Mungu, ujichunguze maisha yako. Ni moto au ni vuguvugu? Maisha ya vuguvugu hayafai kwa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, wengi wataachwa kwa sababu ya kuipenda dunia na mambo yake yaliyomo duniani. Maandiko matakatifu yanasema, mwenye kuipenda dunia na mambo yake yaliyoko duniani ni adui wa Mungu. Kwa wengi wataachwa kwa sababu wameambatana na mambo yasiyokuwa na faida, mambo ya kidunia. Mioyo yao imetekwa na mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Wengi watakuwa huko, na Kristo atakaporudi, Roho Mtakatifu atakaponyakua watu kama sumaku, wao hawatanyakuliwa. Kwa lazima, ili utembee na Kristo na Roho Mtakatifu, uhakikishe ya kwamba unamwishia Kristo na kuachana na mambo ya ulimwengu, ambayo mambo faida yake ni kunufaisha mwili, lakini huku yakikupeleka mbali na Kristo Yesu. Unajua watumishi wa Mungu, katika nyakati tulizo nazo, shetani ana kazi moja,
kulidanganya kanisa lionekane kwamba liko safarini, lakini kumbe haliko safarini. Yaani anachofanya leo shetani ni kukudanganya, ni kudanganya watu wa Mungu kwamba wewe unakwenda mbinguni, lakini kumbe hauko kwenye safari ya kwenda mbinguni. Hicho ndicho anachofanya shetani. Kwa hiyo amemwaga roho nyingi za udanganyifu, amemwaga tamaa nyingi za kidunia. Kila sehemu unapotembea uovu upo, ili kuwakamata watu wa Mungu, huku wakijua kwamba wana safari ya kwenda mbinguni, lakini kumbe wakati mwingine safari ya kwenda mbinguni haipo. Kwa ni vizuri kukaa vizuri na Mungu wetu, kukaa vizuri na Yesu Kristo, ili anapokuja akukute uko salama. Dunia ina mambo mengi mazuri yanayovutia, yanaleta furaha katika mwili huu, lakini Mungu hayumo. Sasa kabla tujafikiria nitakufa lini nikiwa mzee, lazima tukumbuke pia kuna unyakuo katikati hapa. Unaweza kutokea wakati wowote kabla hata hujazeeka. Bwana Yesu asifiwe. Maana huwa tu wazuri sana kwenye kuomba, Bwana sitakufa mpaka niasimulie matendo makuu ya Bwana. Sawa, hiyo ipo. Lakini kuna unyakuo katikati hapa. Hautaangalia Mungu amekuahidi baraka ngapi. Unyakuo hautaangalia una mchumba unataka kuolewa, hautaangalia hivyo. Kwa siku hiyo wengine watakuwa wana wachumba, mwingine ndo ametoka kutangaza leo, Yesu anarudi, mchumba anabaki wa kike, kiuma anakwenda mbinguni. Kwa hiyo mambo yatakuwa yanaendelea kama kawaida. Unajua tunapofikiria baraka alizokuahidi Mungu, unapokuwa unalala unasema Mungu ameniahidi baraka nyingi, Mungu ameniahidi nitajenga magorofa. Ni kweli, hizo tunatakiwa kutembea nazo, lakini utambue kwamba katikati kuna unyakuo. Siku Yesu atakaporudi, watu watakuwa wameahidiwa baraka, wengine watakuwa vyuoni wanasoma chuo cha Biblia, mwingine siku hiyo ndio amepanda kanisa, lakini Yesu anarudi. Kwa mioyo yetu isidanganyike na ahadi tulizo nazo na mambo yaliyoko mbele, tukafikiri kurudi kwa Yesu kunaangalia kila Mkristo atimiziwe yale aliyoahidiwa. Yanaweza yasitimie, Yesu akarudi. Je, utakuwa wapi? Unyakuo. Hilo ni jambo la pili. Tujiazari na mambo ya dunia. Jambo la tatu, kuishi maisha yasiyoongozwa na Roho Mtakatifu. Bahati nzuri siku ya Jumatano baba yetu alifundisha somo la kuenenda katika Roho. Kuna tofauti kati ya kujazwa Roho Mtakatifu na kuishi maisha yanayoongozwa na Roho Mtakatifu. Kanisa la Kristo wengi watabaki kwa sababu wamechagua kuishi maisha yasiyoongozwa na Roho wa Bwana. Wameamua kuishi hivyo, maisha yasiyoongozwa na Roho wa Bwana. Wengi wameamua hivyo. Kwa hiyo maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14, wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaongozwa na Roho wa Kristo ndio watoto wa Mungu. Kwa hiyo ulipomkiri Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, Roho Mtakatifu aliingia ndani. Na kila mtu hapa tuliopo hapa, kila mtu ana Roho Mtakatifu ndani yake kwa kipimo chake. Lakini lazima katika nyakati tulizo nazo, watakao kubali kuwa chini ya Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio unyakuo utawakuta wakiwa salama. Lakini waliochagua kuishi maisha ya tamaa zao wenyewe, hao unyakuo utawaacha, na ndipo kutakuwa na kilio. Kwa kanisa lazima tuhakikishe kwamba unatafuta kila wakati Roho Mtakatifu akuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akuongoze, awe kiongozi wa maisha yako katika kuenenda, katika kutenda, kumsikiliza Roho Mtakatifu
kwenye maisha yetu. Hicho ndicho kitakachotufanya tuwe salama. Bwana Yesu atusaidie. Maana maisha tunayoishi, tunaishi maisha katika ulimwengu ulioharibika. Bila kuishi maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, yapo mambo mengi yatakayoonekana mengine ni mazuri, lakini mwisho wake, ndani yake kuna uharibifu mkubwa kwa watoto wa Mungu. Lakini waliokubali kujitiisha chini ya Roho Mtakatifu na kumtafuta Roho Mtakatifu kwa kiu na kwa bidii, atawale maisha yao, aongoze maisha yao, awasaidie kuamua kwao, awasaidie kuishi kwao, awasaidie kila mahali wanapokwenda, hao Yesu atawakuta wako salama. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kama kanisa tujue kwamba maisha yetu yakiongozwa na Roho wa Bwana, ndipo watu watakapokuwa salama. Sasa Roho Mtakatifu huwa mlazimishi mtu kumuongoza. Anataka umsikilize, ufuate kila anachokuambia, uwe chini yake ili uweze kuwa salama, akufunike na wingu lake katika nyakati hizi tulizo nazo mbaya na za hatari mno. Lakini jambo la 4 katika kipengele hiki, yapo mambo mengi. Jambo la 4 ni kupoteza upendo wa kwanza. Kupoteza upendo wa kwanza. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 5, wakati ujumbe kwa kanisa la Efeso, ujumbe kwa kanisa la Efeso, analiambia kanisa ya kwamba kumbuka ulipoanguka, ulipouacha upendo wa kwanza. Wakati Yesu atakaporudi, atakuta wengine wamepoteza upendo kwa Kristo waliokuwa nao. Kwa katika safari ya kutumika, mtu wa Mungu, jaribu kujiuliza mambo haya: jinsi nilivyookoka, ule moto niliokuwa nao kwenye utumishi ndio ninaoendelea nao? Tunapozungumzia upendo wa kwanza, maana yake ni ile hali ya kumpenda Kristo ulioanza nayo siku unaongozwa sara ya toba. Kwa bahati mbaya, Kristo atakaporudi, atawakuta watu wengi wameacha huduma, wengi wamekata tamaa, wengi wamerudi nyuma, wengi wamekatishwa tamaa na mapito mbalimbali na changamoto za ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha kwamba, tumishi wa Mungu, kwenye maisha yako unauliza kila wakati, je, nilivyoanza ndivyo ninavyokwenda leo? Wengine walianza vizuri, lakini leo wamerudi nyuma. Yale waliokuwa wanayafanya wameyapiga teke. Kwa Kristo atakapokuja, hata kwenda hata chukua watu ambao upendo wao wa kwanza wameuacha. Wataondoka ambao bado wanampenda Kristo kama walivyoanza, wanatumika kama walivyoanza, wanabidia kuomba kama walivyoanza, wanaibidia ibada kama walivyoanza. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wanarudi nyuma hovyo hovyo, kirahisi tu. Wamewacha wengi upendo wa kwanza, wanafikiri ni jambo la kawaida. Hawawazi kwamba hivi Kristo leo akirudi siendi ibadani, Kristo leo akirudi akakuta ibada na uzulia mara moja, nini kitatokea? Wengi hawajiulizi hilo, ila wanatafuta sababu. Ndicho tunachokifanya. Kila ambaye amerudi nyuma ni wa kwanza kutoa sababu. Kumbuka Yesu alisema maneno mawili: makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ayaletaye, na ole wake akwazikaye. Kwa hiyo hakuna mwenye nafuu kwenye mazingira hayo mawili. Mwachie Bwana. Hata kama kuna mtu anakukwaza ndani ya kanisa, amesema maneno magumu juu yako, mpendwa, usipoteze upendo wa kwanza ulioanza nao kwenye maisha yako. Hakikisha unang'ang'ania vile ulivyoanza. Lazima muulize Mungu, nilivyoanza ndivyo ninavyokwenda? Leo tuna Wakristo wengi wako nje ya kanisa. Ni kweli tunaendelea kuomba, lakini Kristo Yesu atakavyorudi, nini itakuwa sababu ya kumshawishi Yesu kwamba Bwana, mimi sikuhudhuria ibada, niliacha ibada, niliacha haya?
Nini kitamshawishi kwenye maisha yetu? Wengi wataachwa kwa sababu ya kuacha upendo wa kwanza, kujitoa jinsi walivyokuwa wanajitoa. Tunamtumikia Mungu, sio wanadamu. Lazima ujue hilo, kwamba maisha ya kumtumikia Mungu sio ya mwanadamu. Haufanyi kwa mwanadamu, unafanya kwa Mungu. Lazima uendelee vile vile ulivyoanza. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaendelea kama walivyoanza? Mkono juu. Ulivyoanza ndivyo unavyokwenda. Sasa kama si hivyo, ujumbe huu uwe ni sehemu ya wewe kurudi kule ulikoanzia, ili uende na Bwana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema yapo mengi, lakini nimalizie la mwisho. Zingatia sana jambo hili la upendo wa kwanza ulioanza nao. Jinsi ulivyoanza kujitoa kwa Kristo, ulikuwa unatumika vizuri, ukosi ibada, unatoa zaka vizuri, unatoa sadaka vizuri, unafanya, Mungu anafurahi. Leo umerudi nyuma, umepoteza tena shauku na kiu ya kumtumikia Mungu. Huo ndio upendo wa kwanza uliopotea. Kristo anataji urejeshi. Analiambia kanisa la Efeso, kumbuka ulikoanguka na kuacha upendo wa kwanza. Kama usivyofanya hivyo, basi naja kama mwivi ghafla, nami nitakiondoa kinara chako. Ghafla kama mwivi atakuja. Sasa tunapojiuliza juu ya unyakuo kanisa la Mungu, lazima tujiulize, upendo wa kwanza upo kwenye maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. La mwisho, kuto kusamehe na kutunza watu mioyoni. Yesu alisema, mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni atawasamehe. Hili ndilo jambo linalosumbua watakatifu wengi kwenye makanisa ya, hasa makanisa ya kiroho. Kuto kusamehe, kuto kuachilia, kubeba wengine ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ingia kwenye chumba cha moyo wako, hauna mtu humo ndani? Yesu abebi wale ambao wana watu ndani. Wengi wanakuwa ni rahisi tu kusema mimi sina mtu ndani ya moyo wangu, lakini Mungu akichunguza ndani anaona kuna mtu ndani, kuna uchungu, kuna kuto kuachilia, kuna kuto kusamehe. Na shetani anajua haya ndiyo majaribu ambayo analeta kwa watakatifu walio wengi. Analeta, na wewe unaingia kwenye jaribu la kuto kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Unatembea na mtu ndani yule. Hili ni jambo hatari sana, litakalofanya Wapentekoste wengi wabaki siku ya unyakuo. Moyo wako unatunza nini? Maana hali ya moyo ndiyo Yesu atakaporudi, hali yako ya moyo ya siku hiyo, sio jana. Watumishi, sijui tunaelewana? Yaani Yesu atakapotokea mawinguni, hali yako ya moyo ya dakika ile ndiyo itakayofanya unyakuliwe, sio jana. Ndio maana kwenye maisha ya Ukristo nilichojifunza mimi ni kuitazama leo, sio jana. Unyakuo utatokea leo, sio jana. Kwa hali ya moyo atakayokukuta nayo Kristo anatokea mawinguni pale pa. Hali ya moyo. Ndio maana tunahitaji kuomba neema ya Mungu. Ndio baba amekukorofisha na wewe umelala na uchungu. Yesu hata angalia kwamba fulani ana uchungu, mume wake amemkorofisha, ngoja niende kesho, kama siku itakuwa imefika, ndipo anashuka. Hali ya moyo atakayokukuta nayo Kristo saa ile anayoshuka mawinguni ndiyo itafanya unyakuliwe au usinyakuliwe. Wakati tuko kwenye dini tulikuwa tunafundishwa kwamba kuna sehemu za wapagani, purgatory, kwamba Bwana hata kama itatokea
siku hiyo hujaenda, Yesu atakaporudi, au umekufa ukiwa na kadhambi kidogo, basi utaingia pagatole, kwenye sehemu fulani, utachomwa, kutakuwa na moto kidogo na mateso kidogo, halafu utakwenda. Ndivyo tulikuwa tunafundishwa. Kwa tulikuwa tunajitathmini kwa namna hiyo. Sawa, mambo mengine yote sifanye, ila apombe tu. Bwana ataniweka kwa wapagani pale, inawezekana itakuwa mwaka mmoja hivi, lakini taenda peponi. Ndio mafundisho tuliokuwa nayo. Lakini Biblia inasema heri wenye moyo safi, hali atakayokukutana nayo Kristo wakati anarudi. Ndio maana lazima tuombeane, watumishi wa Mungu. Lazima tuombe neema ya Mungu tunapofikiria habari ya unyakuo. Lazima tuombeane. Yesu hata angalia jana. Yawezekana jana ulikuwa vizuri, ulikuwa na mume wako vizuri, haukuwa na mtu moyoni, moyo wako ulikuwa safi, lakini ghafla umekwenda kazini, bosi amekukwaza, unatoka mpaka kule ofisini na mtu unaye umebeba naye mpaka ndani, alafu Yesu anarudi 2 za usiku. Miaka yote uliotumika. Nini kinahitajika? Kujitakasa na kuomba rehema kila wakati. Yesu atusaidie. Nimalizie kwa dakika 5 tu habari za nini kifanyike ili Yesu atakaporudi mimi na wewe tusibaki. Nini kifanyike? Nimesema unyakuo litakuwa ni tukio la ghafla, kufumba na kufumbua. Wala hatujaambiwa siku, wala hatujaambiwa tarehe, wala hatujaambiwa ya kwamba kutakuwa na dalili gani, mtasikia radi inapiga huko, basi jitakase. Itakuwa ni kufumba na kufumbua. Umelala, mama umebeba beseni la ndizi, ndo unakwenda stereo. Sijui uko wapi, uko ofisini, unasaini mkataba mpya, unapandishwa cheo siku hiyo. Yesu anatokea. Nini kifanyike? Mtume Paulo alizungumzia mambo haya. Jambo la kwanza, zingatia kuishi maisha matakatifu. Omba neema ya kuishi maisha matakatifu. Roho Mtakatifu akusaidie. Muombe kila wakati Roho Mtakatifu akusaidie. Takase moyo wako kila wakati. Neema ya utakaso kila wakati ikusaidie. Bahati nzuri, kipindi cha neema ni kizuri mno. Kipindi cha neema ni kizuri, ila kinachotufanya watakatifu wakati mwingine tuishi na mambo ya dhambi ndani ya mioyo yetu ni kujihesabia haki. Mtu amekukwaza, umeumia ndani ya moyo, unashindwa kwenda haraka mbele za Bwana. Bwana, mtu huyu amenikwaza, najisikia vibaya, naomba unisamehe. Unabaki unajihesabia haki. Kwa nini amenifanyia vile? Kwa nini? Yeye ndiye mkosaji. Kwa nini? Yeye ndiye amenikosea, sio mimi. Amenianza yeye, sio mimi. Wengi kujihesabia haki ndiko kutatuponza. Wakati mwingine hata kama hatujakosa, unakwenda mbele za Bwana ili kuponya moyo wako, unapofikiria kwamba Yesu anaweza kurudi wakati wowote. Unakuwa mjinga, lakini kumbe wewe sio mjinga, unaitafuta mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na akili hiyo, ndiyo akili ya Mkristo anayesafiri kwenda mbinguni. Maisha ya utakatifu. Paulo anawaambia Wathesalonike, kazeni kwenye eneo la utakatifu. Mcheni Mungu, chukieni maovu. Usipende kuishi kwenye maisha ya dhambi. Popote pale unapokamatwa na udhaifu fulani wa dhambi, uwe mwepesi kwenda mbele za Roho Mtakatifu na kumwambia, Bwana, hapa nimeshindwa, nisaidie nitoke hapa. Bwana Yesu atusaidie. Hayo ndiyo jambo la msingi la kwanza la kukusaidia. La pili, kukesha. Kuwa tayari wakati wote. Kuwa tayari wakati wote. Leo tuna Wakristo wa kanisani na wa nje. Yesu wakati anazungumzia habari ya wanawali 10, walikuwepo wapumbavu 5 na wenye akili 5. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati anazungumza mambo haya, wote hawa walikuwa ni watu wa Mungu, sio watu wa nje.
wote wale wanawali 10 wote mfano wake ni wa leo, tunaweza kusema ni Wakristo waliookoka. 5 walitambua kwamba Bwana anaweza akaja wakati wowote. Kwa hiyo hakuna nafasi, hakuna kipindi, hakuna dakika, hakuna majira waliojiachilia kwenye uovu, wakisema kwamba nafanya tu hivi alafu nikitoka hapa nitafanya hivi. Kwa hiyo wale walijua, lakini wale 5 wao wakafikiri kwamba kuna neema nyingine inaweza kutokea, kuna nini kinaweza kutokea. Hatimaye bwana harusi akaja wakati hawana mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiruhusu hali yoyote ya kupoa ukaendelea kutembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Changamka. Kama ulikuwa unaomba vizuri, unapovamiwa na hali ya kuwa mchovu kwenye maombi, changamka kukataa roho hiyo. Unapovamiwa na tamaa fulani isiyokuwa nzuri, changamka kukataa. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati uwe tayari. Hicho ndicho kitakachotusaidia wapendwa, kukesha, kuwa tayari kiroho kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Wanawali wale ukisoma utaona wale wengine shida walioipata. Lakini 3, kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuwa tayari kutii neno la Mungu. Huwezi ukaongozwa na Roho Mtakatifu kama utii neno la Mungu. Roho Mtakatifu, waanze kutii neno la Mungu na kulifanyia kazi ili mambo yaweze kwenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Leo lazima tuongozwe na Roho wa Mungu, kwa sababu mambo yameharibika, watumishi wa Mungu. Dunia sasa ina watu wengi wanaoitwa watumishi, wengi duniani huko. Leo Bwana Yesu asifiwe, ni kila kona, lakini sio wote kweli wanakwenda mbinguni. Wengine walishaahirisha kwenda huko. Lazima uwe ni mtu unayeongozwa na Roho. Uwe ni Mkristo uliye na madhabahu moja inayokuchunga. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kutambua mtu ana tatizo la kiroho ni kuwa na wachungaji wengi. Leo watu wana wachungaji wengi. ITV ana mchungaji wake. Ukienda Channel 10 ana mchungaji wake. Ukienda Wapo Mission ana, si mbaya kusikiliza, lakini wengi wamejiungamanisha na wachungaji hao huko. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo anaye na safari ya kwenda mbinguni ana baba mmoja wa kiroho na madhabahu moja inayomtunza kiroho na kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio msingi mzuri. Na mwisho, kutubu na kutengeneza yaliyoharibika. Yesu analiambia kanisa la Efeso, tubu na kutengeneza yaliyopotea. Usipofanya hivyo, nitakuja na kukiondoa kinara chako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame.